Mambo vipi? Au habari za asubuhi. Naitwa Beni. Karibu katika channel ya Beni Kuku Farm. Katika channel hii tumekuwa tukielekezana mambo mbalimbali yanayohusu ufugaji wa kuku. Katika channel hii kuna video nyingi ambazo zimeshapita, tulizirekodi na kuziweka humu, ambazo ukizifuatilia utajifunza mambo mengi yanayohusu ufugaji wa kuku. Hasa kuna video ambazo zinaonyesha magonjwa ya kuku pamoja na tiba zake, na hadi tiba za asili nimezielezea humo, na video zingine kama vile utunzaji wa vifaranga, utambuzi wa kuku, aina za kuku, pamoja na video nyingine mbalimbali. Sasa leo nataka twende moja kwa moja kwenye masuala ya magonjwa. Nataka niwatajie magrupu ya magonjwa ya kuku na namna gani haya magonjwa uweze kuyajua na kuyatibu. Sasa kabla tujafika mbali, kama ni mara kwanza kuingia katika channel hii, gusa neno subscribe iko chini ya video hii. Pia gusa kengele itakayojitokeza. Hii itakusaidia wewe kupata taarifa kila tutakapo video mpya. Pia itatusaidia sisi kujua ngapi wanafuatilia channel yetu na kuipenda, ili tupate moyo na nguvu za kuendelea kuweka video nyingi zaidi. Sasa moja kwa moja tunaenda kwenye magonjwa ya kuku, na hapa nataka nikutajie magonjwa ya kuku kulingana na vitu vinavyosababisha. Sasa kuna vitu kama 5 hivi vinaweza kusababisha magonjwa ya kuku. Kwenye magonjwa ya kuku kuna magonjwa ambayo yanasababishwa na virusi, kuna magonjwa yanayosababishwa na bakteria, kuna magonjwa yanayosababishwa na protozoa, na kuna magonjwa yanayosababishwa na viroboto, na mengine yanasababishwa na minyoo. Sasa magonjwa haya, kuna magonjwa ambayo ni hatari, yakitokea yanaweza kufanya yakaua kuku wakamaliza. Mfano, magonjwa yanayosababishwa na virusi ni magonjwa ambayo huwa hayana tiba, ila chanjo zipo. Kwa hiyo jitahidi uyajue magonjwa yanayosababishwa virusi na uzingatie chanjo endapo utaamua kuanzisha mradi wa ufugaji wa kuku. Magonjwa ambayo yanasababishwa na virusi ni kama ifuatavyo. Ugonjwa wa kwanza unaitwa Newcastle disease. Kwa Kiswahili tunasema kideri au mdondo. Yaani kideri au mdondo, kwa Kiingereza Newcastle disease. Huu ni ugonjwa unaosababishwa na virusi, na ukishaingia ndani huwa hauna huruma. Yaani unaweza ukaua kuku wote waliopo bandani. Na jitahidi kufahamu ugonjwa huu ili uweze kuutibu, yaani kukinga. Na huu ugonjwa una chanjo yake. Chanjo huwa mara nyingi huwa zinaandikwa inaweza kaandikwa kwa Kiswahili au kwa Kiingereza. Kama itakuwa imeandikwa kwa Kiingereza, utakuta imeandikwa Newcastle vaccine. Na chanjo ziko tofauti tofauti. Kuna chanjo ya kuweka kwenye maji, pamoja na chanjo ya kuweka kwenye matone ya macho. Japo kuna nchi zingine zina chanjo hadi za sindano, lakini kwa Tanzania mara nyingi ni chanjo ya kuweka kwenye maji ya kunywa ambayo ni ya kidonge, au chanjo ya matone. Na ugonjwa huu huenea kwa kasi zaidi. Na jinsi unavyoenea ugonjwa huu ni watu au vifaa ambavyo vimesafirishwa kutoka sehemu ambapo ugonjwa upo. Mfano, ukiwa labda mtaa fulani ugonjwa umeshafika, wewe kama umekanyaga mule, umekanyaga virusi, labda vile viatu ambavyo umekanyaga unaweza vile virusi vikawa vimekaa kwenye viatu, ukashangaa umetoka navyo kule, umekuja umeingia kwenye mabanda yako huku, unaweza kusababisha kuku wako kupata ugonjwa huu. Sababu ya pili ya ugonjwa huu, yaani ugonjwa unaenezwa kwa njia ya hewa. Yaani endapo kuku atavuta hewa yenye virusi vya ugonjwa huu, kuna uwezekano mkubwa na yeye kupata ugonjwa huu. Pia ndege walao mizoga ni wasambazaji wazuri wa ugonjwa huu, kwa sababu wanaweza kaingia kwenye banda ambalo lina ugonjwa huu, wakawa wamekula zile nyama, mwisho wa siku wameondoka wameenda kwenye banda la jirani ambako kulikuwa kuna ugonjwa. Kumbe kwenye zile harakati za kwenda kula wamebeba virusi wakakuletea, na wewe kwenye banda lako ukashangaa ugonjwa umeingia. Pia
kuku wazima kuchanganyikana na kuku ambao tayari wana maambukizi ya ugonjwa huu. Pia hiyo inaweza kachangia kusababisha kuku kupata ugonjwa huu. Dalili za kuu za ugonjwa huu: namba moja, kuku kupinda shingo kuelekea juu au chini au nyuma. Anaweza kageuza kichwa akana au imepinda kuelekea juu au chini. Hiyo dalili ya kwanza. Dalili ya pili, kuku kuzunguka, yaani anakuwa na kizunguzungu. Dalili ya tatu, kualisha kinyesi cha rangi ya kijani. Dalili ya nne, vifo mfululizo. Dalili ya tano, kuku kutembea kwa kurudi nyuma, kichwa kikiwa juu. Kuku anakuwa anatembea anarudi nyuma na kichwa kipo juu. Dalili ya sita, kuku kuwa kama na kifafa na kuangukia upande mmoja. Ukiona dalili hizo ujue kuku kuna uwezekano mkubwa wakawa wamepata ugonjwa wa Newcastle au kideri. Ugonjwa mwingine ambao sasa huu ugonjwa tumeshasema kwamba hauna tiba ila kuna chanjo. Na chanjo kwa vifaranga huwa tunatoa siku ya 7 na siku ya 21. Baada ya kutoa siku ya 7 na siku ya 21 huwa tunaanza ratiba ya kurudia kila baada ya miezi 3 kutoa chanjo ya Newcastle. Ugonjwa wa pili ambao ni wa virusi ni ugonjwa tunasema gumboro, ambayo ni kwa Kiswahili, kwa Kiingereza ni infectious basal disease. Ugonjwa huu nao ni ugonjwa wa virusi ambao kiukweli ukitokea ni changamoto na hauna dawa, kwa sababu tumesema ni ugonjwa wa virusi, huwa na wenyewe una chanjo. Dalili kuu ya ugonjwa huu: kuku anakuwa anaalisha muhalo kama chokaa. Anakuwa anaalisha muhalo kama chokaa. Na hiyo ndo dalili kuu ya ugonjwa huu. Dalili zingine zinaendana na magonjwa mengine. Na pia ugonjwa huu tumesema na wenyewe una chanjo, na chanjo hutolewa kwa vifaranga wa siku 14 na siku ya 28. Baada hapo kisha toa hizo chanjo mbili, basi utarudia tena kutoa chanjo hadi pale utakapouza. Ugonjwa wa tatu wa virusi ni ugonjwa unaitwa Marex au mahepe. Huu ugonjwa na wenyewe ni wa virusi na ukiingia na wenyewe unadhuru sana kuku. Na namna unavyoenea, huenea kupitia mfumo wa hewa kwa vumbi lenye vimelea. Namba 2, mate ya kuku wagonjwa inaweza kusababisha kuenea kwa ugonjwa wa Marex. Na njia nyingine ni binadamu au aina nyingine, yani ni ya wadudu na wanyama, huweza kusambaza maambukizi ya ugonjwa huu. Dalili kuu ya ugonjwa wa Marex: kuku hupooza, kuku kukakamaa kwa miguu na mabawa, mguu mmoja mbele na mguu mmoja nyuma. Pia kihifadhi chakula huvimba. Hiyo dalili ya kwanza, kwamba kuku unaweza kukuta amechana msamba na hawezi kufanya kile kihifadhi chakula kimevimba, ujue ni dalili mojawapo ya ugonjwa wa Marex. Dalili nyingine, kuku waathiriwa wakiwa wadogo na ila madhara huonekana pindi wanapofikia umri wa kuanzia kutaga mayai. Kwamba kuku wanaathirika wakiwa bado wadogo, lakini madhara yake yanaweza kujitokeza kipindi wanaanza kutaga mayai. Dalili nyingine ya ugonjwa huu wa Marex: mboni ya jicho kuwa na rangi ya kijivu. Mboni ya jicho kuwa na rangi ya kijivu.
Dalili ya 4, vifo kati ya 10% hadi 80%. Ugonjwa huu hauna tiba ila una chanjo. Chanjo yenyewe huwa inatolewa siku ya kwanza kifaranga anapokuwa ametoka kwenye mayai. Yaani ile siku ya kwanza ndipo siku ambayo kifaranga anatakiwa kupewa chanjo ya Marex na hutolewa kwa njia ya sindano. Ugonjwa unaofuata wa virusi ni ugonjwa wa ndui. Ugonjwa huu ni ugonjwa mbaya na unatokea sana na ambao huenea haraka kwa kuku. Na namna ugonjwa huu unavyoenea kutoka kwa kuku mmoja kwenda kwa kuku mwingine kupitia majeraha ya kuku mgonjwa. Yaani kuku mgonjwa anapokuwa na majeraha anaweza akasababisha na kuku wengine wapate ugonjwa huu. Pia mbu na wadudu wengine wanaweza kueneza kwa kuuma kuku mgonjwa kisha kumuuma kuku mzima. Kwamba kuku mgonjwa anapokuwa anang'atwa na mbu, alafu yule mbu aliyeng'ata kuku mgonjwa ikienda kung'ata kuku mzima, kuna uwezekano wa kuku mzima naye kupata ugonjwa huu wa ndui. Dalili kuu: kutoka kwa vipele sehemu zote zisizokuwa na manyoya kama kilemba cha kichwani, komu au wito. Kuna puani, kuzunguka macho, kwenye mwili, maeneo ya mgongo pasipo na manyoya, pia miguuni. Hizo ni sehemu ambazo utakuta una vipelepele vya kutosha. Dalili nyingine: kupoteza hamu ya kula. Dalili nyingine: homa kali. Dalili inayofuata ambayo ni ya 4 ni macho kuziba. Vipele hupasuka na kuwa vidonda. Vipele hupasuka na kuwa vidonda. Hakuna tiba ya ugonjwa huu ila kinga ipo. Kuku wapewe chanjo kati ya siku ya 30 hadi siku ya 40. Watenge kuku wazima na kuku wagonjwa. Fukia na kuzuia mazingira ya mbu karibu na banda la kuku. Yaani hakikisha banda la kuku haliwi na mazingira ya mbu kuishi. Ugonjwa unaofuata ni ugonjwa wa mafua makali au kolaiza. Huu ni ugonjwa wa virusi ambao huathiri sana mfumo wa hewa na upumuaji wa kuku. Dalili za ugonjwa wa mafua makali au infectious kolaiza: kupiga chafya, kusinzia, kukoroma, kuvimba macho, kichwa na ute mzito mweupe kwenye jicho, nyukasi au mlenda puani na mdomoni ukimchunguza vizuri. Sasa ugonjwa huu wa mafua huu una dawa za kutibu. Dawa za kutibu ambazo unaweza kuzitumia kwenye ugonjwa wa mafua ni pamoja na Tylodox, Fluban, Enrovet na OTC 50%. Changanya na vitamini. Pia hakikisha una mzunguko mzuri wa hewa bandani na pia malanda bandani yasiwe na vumbi. Sasa hayo ni magonjwa ambayo nimekutajia yanayosababishwa na virusi na unatakiwa kuwa makini nayo ili yasikuletee madhara katika ufugaji wako. Ili kuendelea kupata video zetu au mafunzo yetu, tafadhali gusa neno subscribe liko chini ya video hii, pia gusa kengele inayojitokeza. Unaweza like video hii ili iendelee kuonekana kwa watu wengi zaidi. Kitendo cha wewe kusubscribe kwanza kabisa itakusaidia wewe kupata taarifa kila tuwekapo video mpya. Pia itatusaidia sisi kujua wangapi wanafuatilia channel, wanaipenda channel yetu na kuifuatilia, ili tuendelee kuweka video zingine zinazohusu mafunzo ya ufugaji wa kuku. Asante kwa kusikiliza. Tafadhali share video hii na marafiki zako ili nao waweze kujifunza kuhusu magonjwa ya virusi yanayosumbua sana kuku. Asante
Karibu tena katika kipindi kijacho ambacho nitaendelea kuelekeza kuhusu ufugaji wa kuku.